Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri mliopo, Mheshimiwa Musa Azani Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Rimo Nyansao, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, mwenyeji wetu Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wa Dodoma, waheshimiwa makatibu wakuu mliopo wakiongozwa na Daktari Faraji Kasidi Mnyepe, Katibu Mkuu Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, wakuu wa majeshi wastaafu mliopo, Luteni Jenerali Salum Haji Othmani, Nadhimu Mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, wakuu wa vyombo vya usalama mliohudhuria leo, maafisa jenerali mliopo kwenye utumishi na wastaafu mliopo, makamishna kutoka Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, nitambue uwepo wa kamati ya kudumu ya Bunge, mambo ya nje, ulinzi na usalama, maafisa wakuu, maafisa wadogo, sameja wa jeshi na sameja wa kamandi, askari wa kada zote, watumishi wa umma, waheshimiwa madiwani, viongozi wa dini, serikali na wazee wa kimila wa vijiji jirani vinavyotuzunguka, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Narudia, kazi na utu. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, naomba nianze ukaribisho wangu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia sisi sote uhai na afya njema vilivyotuwezesha kuwepo mahali hapa muda huu. Kwa dhati kabisa nikushukuru wewe Mheshimiwa Rais kwa kukubali mwaliko wetu wa kuja kutuzindulia jengo letu pamoja na majukumu mengi na mazito ya kitaifa na kimataifa uliokuwa nayo. Uwepo wako kwetu sisi ni ushuhuda mwingine wa upendo kwa wanajeshi na nia nzuri ya kuliongoza jeshi lako na kuona linapiga hatua kimaendeleo. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa makao makuu ya ulinzi wa taifa ulianza kwa kuwekwa jiwe la msingi tarehe 25 Novemba 2019 na aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Daktari Joseph Pombe Magufuli, na ujenzi kuanza rasmi tarehe 10 Machi 2020. Kazi ya usanifu wa majengo imetekelezwa na kamati maalum iliyoundwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi. Usimamizi na ushauri umetekelezwa na kitengo cha ushauri majenzi cha Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Ujenzi umetekelezwa na kikosi kazi maalum kilichoundwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi kikijumuisha maafisa na askari wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, lakini pia pamoja na vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa kikiongozwa na Kanali Injinia Zablon Mahenge kwa kutumia mfumo wa force account. Mheshimiwa Rais, jengo kuu la makao makuu ya ulinzi wa taifa linajumuisha ofisi zote za Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na ofisi zote za makao makuu ya jeshi kwa maana ya ngome. Jengo limejengwa kwa ubora na usalama wake ni wa hali ya juu. Jengo linayo miundombinu yote muhimu kwa ajili ya ulinzi wa jengo lenyewe, lakini pia na wale wanaolitumia.
Aidha, gharama za ujenzi wa jengo kuu, majengo saidizi, miundombinu wezeshi pamoja na ununuzi wa samani zote za ndani ya jengo ni takribani shilingi za Kitanzania bilioni 121. Fedha zote hizi zimetolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, makao makuu haya ya kudumu ya ulinzi wa taifa ni ya kwanza kabisa kihistoria katika jeshi letu. Kama wote mnavyofahamu, kabla ya makao makuu haya jeshi lilikuwa na makao makuu yake Upanga, Dar es Salaam tangu kuasisiwa kwake hapo mwaka 1964. Baada ya kuhamia jijini Dodoma rasmi mnamo mwaka 2019, jeshi lilijenga makao makuu ya muda pale Msalato na kuanza kujenga makao makuu ya kudumu hapa tulipo Kikombo. Na leo hii historia na ndoto ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ya kuwa na makao makuu ya kudumu na ya kisasa inakamilika. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya maafisa, askari na watumishi wa umma wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, na kwa unyenyekevu mkubwa tunakuomba upokee shukrani zetu za dhati kwa kutujengea makao makuu ya kwanza ya kudumu na ya kisasa ya ulinzi wa taifa hapa Kikombo jijini Dodoma. Mheshimiwa Rais, uzinduzi huu unaofanya leo unaandika historia ya jeshi letu na taifa letu kwa ujumla, kwa sababu jeshi halijawahi kuwa na makao makuu ya kudumu tangu kuasisiwa kwake mwaka 1964. Makao makuu ya jeshi kwa maana ya ngome na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa walikuwa wakitumia majengo tofauti. Kwa mara ya kwanza, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na makao makuu ya jeshi kwa maana ya ngome tutatumia jengo moja, hali ambayo itaturahisishia utendaji kazi na ulinzi wa nchi yetu kwa ujumla. Naomba tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, pamoja na makao makuu haya ya ulinzi wa taifa, jeshi limekuwa likijengewa miundombinu mingi, kununuliwa vifaa, zana na silaha, pamoja na kuruhusu uandikishwaji wa vijana kwa ajili ya kukidhi kama katika jeshi letu. Hali hiyo imekuwa ikiliwezesha jeshi kuendelea na majukumu yake ya awali sanjari na majukumu mapya ambayo umekuwa ukiliamuru kutekeleza. Aidha, uwezeshwaji huo umekuwa kichocheo cha ari, hamasa na nguvu kwa wanajeshi kujituma na kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kwa niaba ya maafisa, askari na watumishi wa umma waliopo jeshini, ninakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, naishukuru kamati ya kudumu ya Bunge, mambo ya nje, ulinzi na usalama na watangulizi wao kwa kuelekeza na kusimamia utekelezaji wa ujenzi wa makao makuu ya ulinzi wa taifa. Maelekezo na ushirikiano wao umepelekea matunda haya ambayo leo hii tumeyafikia. Mheshimiwa Rais, nimshukuru pia Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Katibu Mkuu na watendaji wa wizara nzima kwa miongozo na maelekezo mbalimbali ambayo utekelezaji wake umewezesha kukamilishwaji wa mradi huu wa awamu ya kwanza. Aidha, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa imekuwa ni kiungo muhimu baina ya jeshi na serikali, jambo ambalo limepelekea utekelezaji mzuri wa majukumu mbalimbali ukiwemo mradi huu. Mheshimiwa Rais, nitumie fursa hii pia kuwashukuru wakuu wa majeshi wastaafu kwa kuweka misingi imara katika utendaji wa kila siku wa jeshi katika majukumu ya ulinzi wa taifa. Misingi hiyo imewezesha utendaji baina ya makao makuu ya jeshi kwa maana ya ngome na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kuwa rahisi zaidi na kupelekea kudumishwa kwa usalama ndani ya mipaka ya nchi yetu. Uwepo wa makao makuu ya ulinzi wa taifa utarahisisha zaidi utendaji wa kila siku wa makao makuu ya jeshi kwa maana ya ngome.
Hivyo nawashukuru sana watangulizi zangu wote. Lakini pia napenda kuwashukuru wadau mbalimbali zikiwemo taasisi za serikali ambazo zimekuwa zikishirikiana nasi kuhakikisha kwamba ujenzi huu unakamilika kwa ubora unaostahili, lakini pia kwa wakati. Wadau hao ni pamoja na TANESCO, TANROADS, DUWASA, TTCL, Jiji Dodoma, Zimamoto, TARURA na BICO. Aidha, yapo makampuni ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania ambayo yalikuwa yakitupatia huduma mbalimbali zilizochangia ukamilishaji wa mradi huu. Makampuni hayo ni pamoja na Suma JKT, lakini pia Ngome J&U. Tunawashukuru sana pia. Mheshimiwa Rais, wakati wote wa utekelezaji wa mradi huu tumepata ushirikiano mkubwa kutoka kwa wananchi na viongozi wa vitongoji vya Kikombo, Chololo na Mapinduzi. Kikosi kazi kilitoa nafasi za ajira za muda mfupi kwa wenyeji hawa na Watanzania wengine kulingana na mahitaji yaliyokuwepo kwa muda husika. Hivyo tunawashukuru sana viongozi na wananchi wote walioshirikiana na jeshi lao katika kufanikisha ujenzi huu. Mwisho, Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, kwa niaba ya makamanda, wapiganaji, watumishi wa umma na kwa niaba yangu binafsi, naomba nimalizie salamu zangu kwa kurudia tena kukushukuru wewe binafsi kwa kutenga muda wako adhimu kuja kutuzindulia jengo letu la makao makuu ya ulinzi wa taifa. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kabla ya kumkaribisha Katibu Mkuu Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa ajili ya taarifa kuhusu mradi wa ujenzi wa makao makuu ya ulinzi wa taifa,